Sasa tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya somo letu. Kama tulishia sehemu yetu ya 3, sasa tunaelekea kwenye mbinu ya 4. Sasa kwenye mbinu ya 4 tutazungumzia lugha ya mwili, yani body language. Jinsi lugha ya mwili inavyoweza kuletea mvuto na kuonekana na confidence na ukawa na uwezo wa kumshawishi yule mtu ambaye unampenda na ukaweza kuelezea hisia zako bila kuogopa hata kidogo. Sasa lugha ya mwili ni muhimu kwa sababu zaidi ya 90% ya mawasiliano ya binadamu hufanyika bila kutamka neno lolote. Kwa mtu mwenye aibu, mwili wako unaweza kusema mimi ni mshindi na nina ujasiri hata kama moyo wako unadunda kwa kasi. Unajua 90% ya mawasiliano ya binadamu yanaongozwa na lugha ya mwili. Vile kuchezesha mikono, kutikisa kichwa ndio nafasi kubwa zaidi kuliko maneno, kwa sababu maneno yana sehemu ya 10% tu, lakini 90% iliyobaki ni lugha ya mwili. Kwa hiyo ukijua kucheza na lugha ya mwili unaweza kutengeneza mvuto mzuri na ukaonekana una confidence. Sasa kuna mbinu za kutumia lugha ya mwili ambazo zitakufanya uonekane una ujasiri na ukawa na mvuto kwa yule mtu ambaye unaenda kuzungumza naye. Sasa mbinu ya kwanza huwa tunaangalia kwenye macho, yani eye contact. Sasa macho huwa tunasema ni nguvu ya muunganisho. Kwa sababu macho ndio sehemu muhimu zaidi ambayo mara nyingi inajenga mvuto na ujasiri. Hasa macho ndio yanayojenga uaminifu. Ukiongea huku natazama chini au pembeni, unaonekana kama muongo, mwoga au mtu asiyejiamini. Huo hata mara nyingi hata mtu ambaye ana wasiwasi utamkuta anatikisa macho, anaangalia pembeni. Hiyo kisaikolojia mara nyingi ni ishara kwamba huyo mtu haamini anachokisema. Kwa ukitaka upoteze kabisa confidence yako na uonekane hujiamini unapomfuata mtu, anza kuwa anatesesa macho, au unaangalia pembeni au unaangalia chini. Hiyo ni ishara kisaikolojia hujiamini na unaogopa. Sasa mbinu nzuri, tumia sheria ya 60 kwa 40. Yani mtazame machoni kwa 60% ya muda mnaoongea na 40% iliyobaki unaweza kuangalia macho pembeni kidogo, lakini usitazame chini. Sasa kuna siri moja ya kisaikolojia. Hakuna kitu kibaya sana unapokuwa unaongea na mtu alafu ukatazama chini. Hiyo kisaikolojia inakuwa inaonyesha kwamba wewe unajiona mdogo kwa yule mtu unayezungumza naye. Ni bora kama umeona umechoka kuongea na mtu na hutaki kumtazama machoni, ni bora uangalie pembeni. Hapo kisaikolojia utakuwa inaonyesha kwamba wewe unafikiria jambo, lakini unapotazama chini ni ishara kwamba unajiona mdogo zidi ya yule mtu unayezungumza naye. Sasa ukihisi aibu sana kutazamana machoni na mtu, tazama eneo la katikati ya nyusi zake. Kwake ataona unamtazama machoni. Sehemu ambapo nyusi zinakutana, pembeni na pembeni, pale katikati pale kwenye paji la uso, unaweza kutazama pale. Yeye ataona kwamba unamtazama machoni, lakini kumbe wewe unatazama paji la uso au sehemu ya katikati ya nyusi zake. Hii ni mbinu ya kisaikolojia, yani ya kudanganya kile kitu, kwamba badala ya kuona kwamba wewe umechoka kumwangalia machoni, nataka sasa uangalie labda pembeni au uangalie chini, unaweza kutazama katikati ya nyusi zake na ataona kwamba wewe unamtazama machoni na itaongeza ujasiri, kwa sababu asilimia kubwa watu wengi wanapenda watu wenye ujasiri, hasa jinsia ya kike. Lakini mbinu ya pili ni tabasamu la kweli. Hili wakati tunaliita Duchenne smile. Tabasamu ni silaha ya siri inayovunja kuta za ulinzi za mtu mwingine. Yaani ukitaka mazungumzo yawe laini, tumia tabasamu. Lakini sasa tabasamu lazima liwe la kweli. Maana tabasamu la kulazimisha huonekana kwenye midomo tu. Lakini tabasamu la kweli huonekana hadi kwenye macho. Macho huwa yanajikunja kwenye kona za pembeni za macho. Huwa tunaita hii kitaalamu clown fit. Kwenye kona ya mwishoni kabisa ya macho, mtu anayecheka kwa ukweli huwa inajikunja, lakini yule mtu anacheka tabasamu la uongo, lile tunaita fake smile, huwa inaishia tu mdomoni. Kwa hiyo ukitaka kuongeza mvuto zaidi wa tabasamu lako, jambo la kwanza kabisa, unapokutana na mtu usitabasamu kwanza. Unaweza kusubiri hata sekunde moja, ukamwangalia machoni alafu ndio ukatabasamu. Na hiyo itaonyesha kwamba hilo tabasamu lako hulitoi tu ovyo ovyo kwa watu, unalitoa kwa mtu special na huyo mtu unayeongea naye. Lakini ukiwa na tabasamu tu kwa haraka, kwanza litaonekana tu linaishia mdomoni, lakini halitakuwa na mvuto na itakuwa hiyo fake smile. Lakini ukitabasamu kwa kuvuta muda kidogo, kwanza itaonekana lina mvuto na itaonekana tabasamu lako ulitoa ovyo ovyo, unalitoa kwa watu special na hasa wewe mtu ambaye unaenda kuzungumza naye. Na hii italeta mvuto zaidi kwa sababu itaonekana kwamba umemthamini na umetoa tabasamu kwa ajili yake. Lakini mbinu ya tatu ni kifua na mabega. Tunasema open postures. Watu wenye uoga huwa wanajikunja ili kujificha. Sasa unatakiwa usikunje mikono
Kukunja mikono kifuani kunaashiria kuwa umefunga mawasiliano au unajihami, yani defensive. Mara nyingi unajua kisaikolojia mtu anayekunja mikono kifuani akaibana ni ishara kwamba anajihami au hataki mazungumzo fulani au anataka kujilinda na kitu fulani. Sasa unapokaa vile kisaikolojia mtu anapokuona vile anajua kwamba unajihami au unataka kupambana na jambo fulani, yani au unaogopa. Yani mara nyingi ni mtu ambaye anajihami na shambulio fulani. Sasa hiyo itakuonyesha kwamba wewe hujiamini. Njia nzuri, weka mabega yako nyuma na kifua chako kiwe wazi kidogo. Hii inaitwa high power pose na huwa inaonyesha kuwa huogopi chochote na uko huru. Nyoka vizuri, kifua kiwe mbele, mabega yarudi nyuma kidogo, alafu inuka juu, usiname chini. Hii inaonekana uko huru na huogopi chochote na unajiamini na kile unachokisema au unachokifanya. Lakini mbinu ya 4 ni mikono, tunaita the palm. Mikono yako inaweza kukumbua kama unauoga. Usiweke mikono mfukoni au nyuma ya mgongo. Hii inaashiria kutofurahia mazungumzo au kuficha kitu. Kisaikolojia ukiwa unaongea na mtu kuona mikono yake ameificha ionekani au amekunja au ameweka nyuma ya mgongo au ameweka mifukoni, huwa inaonyesha kwamba yule mtu hajiamini au ana wasiwasi au kuna kitu anaficha. Lakini yule mtu ambaye hafichi chochote, mkono wake unakuwa wazi na anakuwa huru. Lakini yule mtu ambaye unaona mikono imewekwa nyuma, ameweka mfukoni au anakuwa anaifunga anaiweka sehemu, ni ishara ya woga au kuna kitu mtu anaficha. Sasa hii itakuondolea kabisa ujasiri kwa wewe mtu ambaye unazungumza naye na atakuona wewe unamuogopa. Lakini mbinu ya 5 ni mwendo wa polepole, yani slow down. Uoga huwafanya watu wafanye mambo kwa haraka, yani kuongea haraka, kutembea haraka, kugeuka haraka. Sasa mbinu sahihi ni hii: fanya kila kitu polepole kwa kurelax. Geuka polepole anapokuita, ongea kwa utulivu na usitikise miguu yako ovyo ovyo. Mwendo wa polepole kisaikolojia ni ishara ya mtu mwenye mamlaka na anayejitambua. Unajua kwenye saikolojia kuna kitu tunaita authority, yani mamlaka. Mtu mwenye wasiwasi ambaye hana mamlaka huwa anaongea kwa haraka kwa sababu anakuwa anajihisi kwamba hawezi kupata nafasi tena hiyo, au anakuwa anatamani kumaliza jambo haraka, maana yake anakuwa anaona kwamba hiyo nafasi aliyopewa ni ndogo na hawezi kuipata tena. Lakini mtu mwenye mamlaka huwa hanaga hiyo hofu, anaongea kwa utulivu, anatulia vizuri. Unakuta mtu anaitwa kidogo anageuka, anaongea haraka haraka. Kwanza mara nyingi ukiwa unaongea haraka haraka ni ishara kwamba una wasiwasi na kile unachokisema. Lakini yule mtu ambaye anajitambua na ana mamlaka huwa anaongea kwa utulivu na anatulia, na hiyo inaongeza mvuto zaidi kwa yule mtu ambaye umemfuata kwa sababu anaona wewe unajiamini. Lakini mbinu ya 6 ni mbinu ya mirroring, yani kuiga. Hii ni mbinu ya kisaikolojia ambapo unaiga lugha ya mwili ya yule unaoongea naye lakini kwa siri sana. Sasa hii mirroring kwa lugha rahisi ni kuiga mienendo ya mtu, lakini pia hii mirroring iko katika sehemu mbalimbali. Yani kwa lugha rahisi ni kumuiga mtu kile anachokifanya. Ukifanya vile kisaikolojia unakuwa unatengeneza muunganiko wa kihisia au unakuwa unajiunganisha na mtu huyo. Sasa kwa mfano kama akiegemea upande mmoja, baada ya sekunde chache na wewe unaweza kuegemea upande huo. Labda kwa mfano anachezea kiti akaegemea upande mmoja au kakaa na yeye egemea upande huo. Hapo tayari unakuwa na mawasili kisaikolojia, unakuwa unajiunganisha naye hata bila yeye kujua. Lakini usifanye mpaka akuone. Subiri kwa muda mchache afu ndio ufanye hivyo. Kama akitumia mikono sana kuongea, na wewe tumia mikono kidogo. Unakuta anaelezea jambo, anaelezea kwa mikono, na wewe unabidi ufanye hivyo hivyo. Hapo unakuwa unamtengenezea mazingira yeye kwenye ubongo wake katika sehemu yake ya subconscious, sehemu ambayo inatuongoza sisi bila kuwa na ufahamu wa kawaida. Sasa yeye ataona kwamba wewe ni kama yeye na utatengeneza muunganiko wa haraka zaidi na mtu huyo. Sasa lengo la mbinu hii, unatengeneza muunganiko wa chini kwa chini, yani subconscious connection, na kumfanya mtu ajihisi yuko salama na anaeleweka akiwa na wewe. Ndio maana hata kwa mfano ukiwa unaongea na mtu anatokea Mwanza na wewe unatokea Mwanza, huwa mnaelewana kwa haraka zaidi. Au kwa mfano unaongea na Msukuma na wewe ukamwambia mimi mwenyewe pia ni Msukuma, mtaelewana kwa haraka zaidi kwa sababu ya ile kufanana. Ndio hivyo. Hata kama sasa kwenye lugha ya mwili unaweza kutumia hiyo. Ukiona anafanya jambo fulani na wewe muige hivyo, utatengeneza muunganiko wa kihisia wa haraka zaidi. Sasa jambo la kuzingatia, lugha ya mwili nzuri haitafuti sifa, bali inatengeneza mazingira ya faraja. Unapokuwa na mwili uliotulia, akili yako nayo kuanza kutulia moja kwa moja. Hivi vitu vina asili kimoja na kwenda kingine. Unapokuwa na mwili ambao umetulia, na akili yako pia inatulia. Kama nilivyosema awali, 90% ya lugha ya mwili inatuongoza sisi binadamu. 10% tu iliyobaki ndio tunatumia maneno. Kwa hiyo mwili wako ukitulia, na maneno yako yatatulia na akili yako itatulia.
Sasa mbinu ya tano ni msikilize zaidi, yani the listening trick. Sasa mbinu ya msikilize zaidi ni silaha ya siri kwa mtu ambaye mwenye aibu, kwa sababu inahamisha shinikizo la kuongea kutoka kwako na kulipeleka kwa mtu mwingine. Kisaikolojia, watu huona mtu anayesikiliza kwa makini huwa ni mtu mwenye mvuto, akili na ujasiri, hata kama mtu huyo hajaongea maneno mengi. Unajua, mara nyingi asilimia kubwa watu wanapenda kusikilizwa, kwa sababu unapomsikiliza mtu utajua mahitaji yake, na mara nyingi watu wengi sio rahisi kila mtu kupata nafasi kwa mtu kusikilizwa. Kwa hiyo unapompa mtu nafasi hiyo kuanza kumsikiliza zaidi, hiyo anajihisi kwamba wewe unamthamini na unakuona wewe kwamba ni mtu unayejitambua na wewe utakuwa ni jasiri, kwa sababu moja kanuni ambayo inamjengea mtu ujasiri au kumtengenezea mtu mamlaka ni mtu ambaye haongei maneno mengi, anaongea maneno kwa sababu ya msingi, lakini yule mtu anaongea zaidi huwa anapoteza nguvu ya mamlaka. Kwa hiyo ukitumia kanuni hii vizuri, inaweza kutengenezea mvuto na mtu ambao unazungumza naye hakuona wewe ni mtu jasiri na unajiamini, na itatengeneza mvuto wa kisaikolojia. Sasa kuna njia za kutumia kanuni hii kwa usahihi. Namba moja ni tumia kanuni ya 80-20. Sasa hapa lengo lako ni kumfanya yeye aongee kwa 80% ya muda na wewe utumie 20% iliyobaki kuelekeza mazungumzo. Unajua, moja ya mbinu ambayo ina nguvu sana, watu wengi wanaikosea, ni kuongea zaidi. Sasa mbinu nzuri ni kutumia kanuni ya 80-20, kwamba ongea kwa 20%, lakini 80% mwachie yule mtu ambaye unazungumza naye, yeye ndo aongee zaidi. Yani mfanye mwenzako aongee zaidi kuliko wewe. Hii ndio itakutengenezea wewe mvuto zaidi, kwa sababu watu wengi wanapendanga sana kuelezea mambo yao. Sasa unajua siri iliyopo katika mbinu hii, watu mara nyingi wanapenda kuzungumzia maisha yao, mawazo yao na hisia zao. Wakati anajielezea, ubongo wake unazalisha hormones za furaha, tunaziita dopamine, na atahusisha furaha hiyo na wewe. Mtu mara nyingi kisaikolojia anapokuwa anaelezea mambo yake, huwa anazalisha kemikali ambayo inaitwa dopamine. Sasa hii dopamine mara nyingi inazalishwa mtu anapojisikia furaha. Sasa akiwa anaongea na wewe, ile furaha anayoizalisha itahusishwa na wewe na atakuwa anafurahia kuwa anaongea na wewe. Na ndio maana mara nyingi mtu akipata nafasi ukao unamsikiliza zaidi, utajikuta anakuwa rafiki yako, kwa sababu mara nyingi marafiki waga wanapeana muda wa kusikilizana. Sasa unakuta mtu anakosea, hata mtu ajaanza kuelezea, yeye anaanza kuingilia na mkatisha. Hapo utakuwa unaharibu kabisa mbinu hii. Lakini namba 2, tumia maswali ya wazi, tunaitaga open ended question. Sasa haya ni maswali ambayo hayawezi kujibiwa kwa ndio au hapana, yanawalazimu watu kutoa maelezo. Sio yale maswali ambayo mtu ukimuuliza jibu lake itakuwa ni ndio na hapana. Na watu wengi waga wanakosea. Unapokuwa unaongea na mtu, usimfanye mtu akajibu jibu fupi, mfanye mtu aelezee zaidi, kwa sababu mtu anapoanza kujielezea zaidi huwa anatengeneza kemikali au hormone ya furaha, na hiyo furaha ndio inamfanya kufurahie wewe zaidi. Lakini ukiwa unamuuliza maswali ambayo ni ndio na hapana, hayo yanamfanya mtu achoke kwanza mazungumzo na ajisikie vibaya kuendelea kuzungumza na wewe, kwa sababu mara nyingi watu wanapenda kujielezea zaidi. Yani mfanye mtu ajielezee zaidi. Sasa baada ya kumuulizia ulikuwa na siku nzuri, hiyo atajibu ndio au hapana, kwa sababu ni swali ambalo liko closed. Njia nzuri ndio umuulizie ni kitu gani cha kufurahisha zaidi kimetokea leo kazini. Hapa atalazimika kusimulia tukio uzima kuliko kumuuliza ile swali ambalo litakuwa ni ndio au hapana. Mifano mingine unaweza kumwambia unajionaje ukiwa kwenye mazingira kama haya. Hapa utamfanya mtu aelezee zaidi. Au unapenda kufanya nini ukiwa na muda wako wa ziada. Hapo utamfanya mtu ajielezee zaidi. Lakini ukiwa unaelezea ile maswali ambayo ni closed question, yale mara nyingi majibu yake yatakuwa ndio na hapana, na yatakuwa hayana mvuto wa mawasiliano, kwa sababu asilimia kubwa utakuwa mfanye yule mtu unayozungumza naye aongee zaidi kuliko wewe, na hapo itatengeneza mvuto mkubwa katika mawasiliano. Sasa namba 3 ni tumia mbinu ya zeparoti, yani kuiga maneno ya mwisho. Sasa hii ni mbinu rahisi ya kumsukuma aendelee kuongea bila wewe kufikiria swali jipya. Unachukua maneno 3 au 2 ya mwisho aliyosema na unayarudia kwa sauti ya kuuliza. Yani hii ni technique ambayo utamfanya mtu aendelee kuongea zaidi, kwa sababu unatumia maneno yale ya mwishoni 2 au 3 ili kumfanya mtu aendelee kuongea zaidi. Unaweza kuyarudia yale, kwa sababu mara nyingi saikolojia unaporudia yale, kwanza mtu anaona unamsikiza kwa makini na itamfanya mtu aendelee kuongea zaidi. Mfano, yeye akisema basi nikaamua kuacha ile kazi kwa sababu ilikuwa inanichosha sana. Wewe unamwambia inakuchosha sana, maana yake umerudia ile maneno yake 2 ya mwishoni. Yeye anaweza kusema unajua bosi wangu
alikuwa ananipa malengo makubwa ambayo nilikuwa siyawezi. Sasa hapa umeshaanza maelezo mapya, badala ya wewe kuanza kufikiria jinsi gani wewe utaanza kumuuliza au kumwambia jambo jipya. Unaweza kurudia yale maneno tu mawili au matatu ya mwishoni. Hiyo ndio inaitwa the parrot, yani kuiga maneno ya mwisho ili kutengeneza sentensi au maelezo mapya kwa mtu unayezungumza naye. Sasa namba 4, onyesha unamsikiliza kwa mwili, yani active listening. Usikae kama sanamu, tumia ishara ndogo kuonesha kuwa upo pamoja naye. Tikisa kichwa kidogo kuonesha unakubali au unaelewa. Hii waga tunaiita nodding. Unapokuwa unatikisa kichwa unapokuwa unaongea na mtu, inakuwa ni ishara kwamba unakubali au unaelewa kile anachozungumza. Lakini tumia maneno madogo kama sawa, inavutia, kisha ikawaje au hiyo inakuwa inaonyesha kwamba mtu unamsikiza na inaongezaga mvuto zaidi mtu kuendelea kuongea zaidi. Lakini kwenye macho, kama tulivyojifunza kwenye lugha ya mwili, mtazame unapoongea naye. Hii inamfanya ajihisi kuwa yeye ni mtu muhimu kwako. Usiangalie pembeni wala kuangalia chini. Unapomtazama mtu machoni, kwanza inaonyesha kwamba unamsikiliza na uko makini na kile anachokizungumza. Lakini namba 5, toa feedback ya hisia. Unaposikiliza, usisikilize maneno tu, sikiliza hisia zilizopo nyuma ya maneno. Akisimulia kitu cha kusikitisha, usicheke. Akisimulia kitu cha mafanikio, onyesha msisimko. Mfano unaweza kumwambia, inaonekana hicho kitu kilikupa changamoto sana, ulifanikiwaje kuvuka? Hii inakuwa unaonesha hisia. Sasa unakuta mtu anakusimulia labda jambo ambalo linamkwaza, wewe unacheka, hapo utakuwa unakosea kabisa, kwa sababu lazima uoneshe feedback ya kihisia. Akiwa anasimulia jambo la kufurahisha ambalo lina vibe, na yeye uonesha kusisimka na msisimko. Lakini akiwa anaonesha hisia ya maumivu au kama kuna jambo limemuumiza, usicheke. Hapo unaonyesha kwamba umeumia au unaonyesha kwamba unasamii zile hisia. Unaweza kumwambia pole, kwani ilikuwaje mpaka ikawa hivyo, na ulifanyaje mpaka ukafanikiwa hilo jambo. Hapo utakuwa unaonyesha kwamba unasamini pia hisia zake, na itamfanya mwenzio akuone kwamba unajali na unamsamini. Sasa kwa nini hii mbinu inaweza kumsaidia mtu mwenye aibu? Jambo la kwanza, inakupunguzia hofu. Huna haja ya kuwa na story kali au vichekesho vingi, unahitaji tu kuwa na maswali mazuri na namna ya kumuuliza mtu. Lakini pia jambo la pili, unapata taarifa. Kupitia kumsikiliza, utajua anachopenda na asichopenda. Na hii itakupa mbinu ambayo tunaita ammunition za kuanzisha mada zinazomvutia kwa wakati wa baadaye. Kwa sababu ukishajua kuna kitu gani labda kimvutii au kuna kitu gani ambacho kinamvutia au anapenda mambo gani, baadaye utakuja kutumia hayo maswali au hizo mada kuongea naye, na hiyo italeta mvuto zaidi. Lakini inajenga ukaribu wa haraka. Binadamu wengi wanajihisi hawapendwi au hawasikilizwi. Ukimpa mtu sikio lako la dhati, anaanza kukuamini haraka sana. Asilimia kubwa watu wengi binadamu huwa wanajihisi hawasaminiwi na hawasikilizwi. So unapompa mtu nafasi ya kumsikiliza, ni thamani kubwa ambayo mtu waga anahitaji. Binadamu wote ambao tunahitaji. Sasa hapo utatengeneza mvuto na atakuona wewe ni mtu wa thamani zaidi kwake. Sasa jambo la kuzingatia, msikilizaji mzuri ndiye mzungumzaji bora. Unapomaliza mazungumzo, unaweza kusema leo nimeongea na mtu mwenye busara sana, wakati kumbe yeye ndiye aliyeongea muda wote. Yani mara nyingi mtu ambaye ni msikilizaji mzuri ndiye mzungumzaji bora. Unaweza kuwa msikilizaji mzuri, lakini pia usipojua namna ya kuwa mzungumzaji bora, utaharibu kabisa kila kitu. Kwa mfano, unapokuwa unamaliza mazungumzo na mtu, jitahidi kumsifia mtu uliokuwa unazungumza naye. Sema leo nimeongea na mtu mwenye akili sana. Yani wewe una maarifa mengi au una ufahamu kubwa sana. Hiyo itamtengenezea hali ya kukuthamini zaidi, kwa sababu binadamu anahitaji la kutambulika. Sasa unapomtambua mtu kwamba kafanya kitu kizuri, yeye anakuwa anaona kwamba yeye ndio ana thamani zaidi, kumbe wewe ndio umejitengenezea thamani kubwa kwake. Kwa sababu mara nyingi unapokaa kimya, mtu akaongea zaidi, wewe ndio unakuwa na thamani kubwa. Kwa hiyo ili kumuonesha yule mtu alichokifanya ni kikubwa, unaweza kumpa sifa, kumwambia leo nimeongea na mtu mwenye hekima, ili siku nyingine tena aendelee kuongea zaidi. Yani ni kama kumpa labeling ya kisaikolojia, yani kumpa jina au sifa ya kisaikolojia, ili baadaye aje atumie tena huo uzoefu kuja kuongea na wewe, na hiyo tengeneza mvuto zaidi, na yeye ataanza kukuthamini zaidi ya kawaida. Sasa mbinu ya 6 ni kubali kukataliwa kama sehemu ya mchezo. Sasa hii ndio hatua ya mwisho na ndio nguzo kuu ya ujasiri wa kudumu. Sababu pekee inayomfanya mtu mwenye aibu ashindwe kuchukua hatua ni hofu ya kukataliwa. Lakini ukweli ni kwamba hata watu wenye mvuto na fedha nyingi ukataliwa pia. Sio kwamba eti watu ambao wana mvuto wa kawaida ndio kwamba wanakataliwaga tu. Kwa sababu kila mtu waga na option ya kuchagua. Hata wewe mwenyewe hapo unaonisikiliza, kuna watu pia wewe
huwezi kuwakubalia kabisa. Hiyo ni option ambayo mtu ameshajiwekea. Huwezi kumlazimisha mtu akubali kile kitu ambacho hakitaki. Hiyo ni asili ya binadamu. Kwa kila mtu ana option yake ya kuchagua. Siri sio kuepuka kukataliwa, bali ni kubadili jinsi unavyoichukulia hapana. Yaani vile unavyoona hapana ndivyo inaotofautisha kati ya mtu mwenye aibu au mtu mwoga na yule mtu jasiri. Mtu jasiri akiona hapana anaona ni sehemu ambayo hajakubalika, anaenda sehemu nyingine. Lakini mwoga anajiona kwamba ameshushwa thamani na anajiona kwamba yeye hasaminiwi na mtu huyo, lakini sio ukweli. Sasa leo tutaenda kujifunza namna ya kubadilisha huo mtazamo wa kuona hapana kama jibu la kawaida, kwa sababu sio kila mtu anaweza kubaliana na kile ambacho wewe unakitaka. Sasa namba 1, jibu la hapana sio shambulio kwa utu wako. Watu wenye aibu chukulia kukataliwa kama hukumu ya thamani yao. Wanawaza ananikataa kwa sababu mimi ni mfupi, mimi ni maskini au sina mvuto. Lakini ukweli ni kwamba mara nyingi mtu anapokataa sababu inamuhusu yeye zaidi kuliko wewe. Anaweza kuwa na mpenzi anayempenda, ana siku mbaya au kiakili hayuko tayari kuwa na mahusiano. Kitu cha kujifunza hapa, usijihukumu. Hapana yake haina mamlaka ya kubadilisha thamani yako kama mwanaume au mwanamke. Thamani yako inabakia pale pale, lakini huyo mtu atakuwa na sababu zake za msingi. Sio kwamba eti alivyosema hapana eti wewe ndo hauna thamani. Hapana. Anaweza kuwa na mtu mwingine au ana siku mbaya au hayuko tu tayari kuwa na mahusiano na wewe, lakini usianze kujishusha thamani ukaona kwamba wewe hauna thamani. Hiyo sio ukweli. Lakini jambo la pili ni sheria ya idadi, the law of number. Kutongoza ni kama mchezo wa takwimu. Huwezi kufunga goli kila unapopiga shuti, lakini huwezi kufunga kabisa usipopiga shuti hata moja. Ukiongea na mtu mmoja, uwezekano ukataliwa ni mkubwa. Ukiongea na watu 20, lazima utapata mtu ambaye atavutiwa na wewe, yani atakuwa na chemistry nzuri na wewe. Sasa mbinu ya kutumia hapa, chukulia kila hapana kama hatua inayokusogeza karibu na ndio yako ijayo. Yani mtu anaposema hapana maana yake kuna hatua mbele zaidi ya mtu ambaye anakusubiria ili kukubali ombi lako. Lakini jambo la tatu, ona rejection, yani kukataliwa kama mazoezi, yani social weight lifting. Kila unapokataliwa na ukabaki na tabasamu lako, misuli yako ya ujasiri inaimarika. Sasa ili uzoee hali ya kukataliwa uione kama kawaida, unaweza kufanya mazoezi kama yafuatayo. Jaribu kukataliwa kwa makusudi kwenye vitu vidogo vidogo, kama omba punguzo la bei sehemu ambayo haina punguzo, au omba huduma ya ziada hotelini ambayo unaona kwamba huwezi ukapewa, au nenda sehemu ambayo unaona kabisa hamna punguzo au hamna mabadiliko yote ya bei, alafu wewe omba upunguziwe. Pale utakuwa unaanza kujizoeza kwamba kukataliwa ni kitu cha kawaida na hakuna kitu chochote ambacho kimetokea cha madhara juu yako. Sababu mara nyingi ile hofu ya kukataliwa waga inamfanya mtu ajisikie vibaya, aone kama ni labda atakufa au atapotea duniani. Lakini unapoanza kuzoea kwamba ni hali ya kawaida kwenye maisha ya sisi binadamu, utaacha kuiogopa hali hiyo. Unapoona kuwa dunia haijapasuka baada ya kuambiwa hapana, utaanza kuona kuwa kutongoza sio jambo la kutisha kiasi hicho, na utachukulia ni kitu cha kawaida. Kwa sababu mwanzo asilimia kubwa watu wenye aibu na wenye uoga wanaona ni jambo kubwa, labda watapoteza thamani fulani au kuna kitu kitawatokea. Na kisaikolojia ile hofu ya kuogopa kumfuata mtu kumwelezea hisia zako huwa ni zinatengenezwa kwenye akili zetu au kwenye mwili wetu, kama vile umemwona simba. Kwa sababu unapoanza kuzoea ile hali, utaanza kuona kama ni kitu cha kawaida, kwa sababu zile reaction za mwili kama mikono kuanza kutetemeka, kutoka na jasho, mapigo ya moyo kwenda haraka, huwa zinatokea hivyo hata pia ukiona kitu cha hatari kama simba. Sasa mara nyingi hicho kitu ambacho unakiogopa hakina hatari yoyote, lakini kwa sababu tu ya ule mtazamo ambao umejitengenezea ndio unaogopa kupita kiasi. Sasa lakini ukibadilisha huo mtazamo, ukaanza kujizoeza kwa vitu ambavyo unavifanya kila siku vidogo vidogo ambavyo vinakufanya unakataliwa, utaanza kuona kukataliwa sio jambo la hatari. Lakini jambo la 4 ni kuondoka kwa heshima. Tunaita the class exist. Sasa namna unavyopokea kukataliwa ndio huonesha kama wewe ni mwanaume mwenye ujasiri, yani alpha au mtu asiyejiamini. Usifanye hivi, usikasirike, usianze kumtukana au usianze kujitetea sana. Badala yake fanya hivi, tabasamu kidogo kisha sema kitu kama sawa, nimekuelewa, nimefurahi kufahamu, hata hivyo uwe na siku njema. Hii itaonyesha kwamba wewe huogopi kukataliwa na itaonyesha kuwa wewe una ukomavu wa kihisia, na itatengeneza mazingira wewe uonekane kuwa ni mtu unayejiamini, na hii italeta mvuto zaidi kwa mtu ambaye unazungumza naye.
Lakini pia mbinu hii inaacha mlango wazi. Wakati mwingine mtu anaweza kukataa leo, lakini akaona jinsi ulipopokea jibu lake kwa ungwana, anaanza kuvutiwa kwa ujasiri wako na anaweza kubadilisha mtazamo wake baadaye na akajikuta mnakuwa kwenye mahusiano. Lakini ukitumia ule ukali, kumtukana, kumdharau, anaona kama ni mtu ambaye huna ukomavu wa kihisia na hatavutiwa zaidi na wewe na ataona kama wewe bado una changamoto ya kihisia, yani una utulivu wa kihisia, una self control, na hapo itakuwa imekuharibia kabisa mvuto wa kihisia juu yake. Asante sana kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Kama hujaangalia sehemu ya kwanza, nikusihi ukaangalie sehemu ya kwanza. Hebu niandikie katika comment section umejifunza nini katika somo hili, na nitafurahi sana kuona maoni yako. Nikusihi kama hujasubscribe, hakikisha umesubscribe, hakikisha umelike pia na kushare video hii kwa watu ambao unaona itaweza kuwasaidia kujifunza zaidi. Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Bye bye, tukutane kwenye somo linalofuata.